Hebu ngoja. Fungua wazi nafsi yako, usizikwe nayo. Hapa Maisha Jioni. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Hello. Hello. Mambo vipi? Salama sana. Naitwa Nzula na kupigia simu kutoka Radio Maisha, sizikwe nayo. Nakupata ndio Ulikuwa umetuma SMS kaka, ukasema ungependa kuongea. Ningependa sana kuzungumza. Changamoto yako ni gani ndugu yangu? Ama kisa chako ni kipi? Mimi kuna rafiki yangu nikiwa pale shule, nilikuwa hiyo shule ya day school, nilikuwa naishi rent. Ulikuwa day school? Sasa nilikuwa naishi na rafiki yangu kwa nyumba hizo za kukomboa. Ulikuwa uishi nyumbani na wazazi? Sikuwa naishi nyumbani na wazazi, nilikuwa nyumbani ni mbali na shule, hasa nikakomboa nyumba. Mkakomboa nyumba mkawa unaishi wewe na mwenzako, na ni mwanafunzi mwenzako huyu? Ni mwanafunzi mwenzangu. Akanifunza, tulikuwa tunaishi naye, akanifunza hasa hiyo tabia ya kunyonga ama masturbation yani. Alikuwa mwanaume? Alikuwa mwanaume. Alikufundisha vipi kaka? Unajua tulikuwa tunaishi na yeye kwa rent. Tukitembea lakini hatukuwa tunaongea na wasichana hasa. Hiyo kumbe ilikuwa tabia yake hasa ya kufanya hiyo. Sasa alikufundisha vipi? Alikuonyesha vile yeye anafanya ama alikuambia uangalie mahali? Unajua kumbe alikuwa anafanyanga kumkuta yake akishika sehemu safiri sasa. Ulimpata siku moja anajipiga punyeto? Ndio. Ukamuuliza hiyo ni nini? Ama ulikuwa unajua tayari anafanya nini? Sikuwa najua anafanya nini, lakini ndio nikamuuliza, akaniambia hiyo siku ndio siku take serious, lakini ndio nikaanza kumwokopa, lakini mpaka tukaungana na yeye sasa. Mkawa mnafanya pamoja? Ndio, tukawa tunafanya pamoja. Yaani anajipiga punyeto hapa na wewe uko pale pia unajipiga punyeto? Ndio. Mkiangaliana? Tukiangaliana. Hiyo nyumba ilikuwa moja. Yaani utanisemea kakangu, najaribu kupiga hiyo picha. Yaani mwenzako ana lakini najua sasa ndio ni yeye alinifunza sasa ndio. Ati? Ndio, lakini ndio mimi ndio nikaendelea sasa, ikakuwa masoya kwangu sasa. Sasa yeye alikufunza lakini wewe ndio ukawa master. Nikakuwa master sasa ndio. Yaani ngoja, unajua kuna picha kuna picha naiona kwenye akili yangu. Yaani wewe umeketi hapa unapiga punyeto na yeye ameketi pale anapiga punyeto kwenye chumba kimoja wakati mmoja. Paka mnaangalia nani anafika kilele wa kwanza. Ndio. Mungu wangu. Asi? Alafu anasema mimi ndio, yani ndio mnaenda mpaka mnaharakisha, ndio anasema ndio anataka kufika hiyo kilele, ndiye mtu mmoja wa kwanza ndio atafika kilele hata wa kwanza. Mlikuwa mna compete? Ndio. Ni nani Usain Bolt wa kunyonga? Ndio. My goodness. Ulikuwa kidato cha ngapi? Yo, siku ilikuwa 2022 ndio tulikuwa kidato cha 3, alafu 2023 tukamalizia. Na ulikana ukijana miaka mingapi? Niliishi naye kuanzia 2022. Kuanzia 2022 mpaka 2020? 23 years. Ulikuwa unajipiga tu punyeto ukiwa na huyu kijana tu? Na mlikuwa wakati mnafanya hivi mnatizama kitu, videos, ama mlikuwa mnafanya? Ndio, tulikuwa na simu. Mlikuwa na simu? Tulikuwa tunaingia hizo sites ya alafu tuna watch. My goodness. Na all this time hakuna vile labda alijaribu kukudhulumu kingono huyu kijana? Hakuna. Ilikuwa tu ni punyeto? Ilikuwa ni punyeto tu peke yake. Haya, ikawaje kaka? Ukawa sasa wewe ni mraibu? Tukamaliza shule hasa. Mimi hasa nikaenda hasa, nimeenda kwetu, naenda kukaa kwetu. Nikazoea. Ukazoea sasa? Kazoea, nilikuwa nafanya. Hata nikiwa kwa kasi, saa nyingine nashindwa kujizuia mpaka naingia, hata kama nikiwa kwa shamba naingia msitu na nafanya. Unajishika? Hata ukiwa unachunga ng'ombe, unawachana na ng'ombe, unaenda kujishika?
Naenda kujishika. Lakini hujawahi kumshika mnyama? Sijawahi kushika mnyama. Ni wewe mwenyewe unajishika? Sasa imefika mahali kwamba huu uraibu umevuka mpaka? Umevuka mpaka. Sasa nikijaribu kufikiria hasa maisha ya mbele, kama ningeweza kuwa na mwanamke, sina hiyo hisia na mwanamke mimi. Tokea uzaliwe mpaka leo umekutana na mwanamke kimwili? Nimekutana na mwanamke mara moja, lakini nilishindwa hasa kwa hiyo kazi. Ulishindwa? Nilishindwa. Ulishindwa kivipi yani? Chombo hakifanyi? Hasa hiyo namaliza haraka. Nikifanya namaliza haraka. Yani haumridhishi mwanamke? Simridhishi mwanamke. Sasa imefika mahali una hofu, hujui itakuwaje? Na hofu itakuwaje hasa? Hata nikijaribu kuzungumza na mwanamke nakumbuka tu na itakuwaje. Yani unaogopa kwamba the next time ukikutana na mwanamke tena utamdisappoint. Nitamdisappoint. Oh no, I'm so sorry. Hasa nilikuwa nashindwa hasa nifanyeje. Unajua tena kuna tatizo nisikii kama mwili wangu umefungua kwa immunity ama nini. Hata nikiwa nalala ninashikwa usiku nashikwa na sleep paralysis. Nashindwa hasa shida ni gani. Unashikwa na sleep paralysis? Yeah. How old are you, my dear? I'm 22 right now. You are 22? Yeah. In the morning when you wake up, does your organ wake up with you? Sometimes, lakini si kila siku. Okay. Now the way normally men get an erection, do you get one? I get. Is it a real one or a weak one? Weak one. It is weak. Yeah. I think you need to see a urologist, my dear. Unafaa kuona daktari ambaye anaweza kukusaidia kuangalia vizuri, akwambie unaweza kusaidika vipi. Okay. Lakini pia muhimu zaidi, masturbation is psychological. Unafanya nini sasa? Are you in college? Are you working? Siko college, lakini mimi ndio nilikuja kuingia ukulima. Unafanya ukulima? Nafanya ukulima hasa ndio. Unafaa kutafuta kitu kinaweza kukufanya ukawa busy, ujihusishe na vitu ambavyo vinakufanya uko busy, ndio usishinde ukifikiria. Na yule mwanamke ambaye labda ulimkutana naye na ukafika haraka, alikupa feedback akakwambia hakufurahi ama? Hatukuzungumzia kwanza, hamkuongea tena? Hatukuongea. Ni wewe hukumtafuta tena ama ni yeye hakukutafuta tena? Nilimtafuta lakini hapatikani. Hapatikani. Yeah. Nadhani kaka, unafaa kuona daktari ambaye anajihusisha na masuala ya kiume ndio uweze kusaidika. Okay. But most importantly, start looking for things that will keep your mind busy. Listen to podcasts, watch things that are vitu ambavyo vitakujenga. Unaweza anza hata kuangalia mambo za Mungu. Wewe unaenda kanisani? Nilikuwa naenda zamani, lakini kwa sasa siendi. Unajua vitu zingine pia ni spiritual. Sasa unaweza pia ukamgeukia Mwenyezi Mungu, anaweza kukusaidia ukaondoa hii. But kwanza kabisa ona daktari ambaye anajihusisha na masuala ya wanaume. Tuseme uko maeneo gani? Mimi niko maeneo hapa ya Baringo. I am sure uwezi kosa daktari huko. Why don't you visit a doctor physically, aangalie uume wako physically na kuongeleshe badala ya kuongea na mtu mtandaoni? Nitajaribu jaribu hilo. Sawa kaka. Sawa. Na pole sana, unaweza ukajaribu pia hizo sites ambazo labda unatembelea uzidelete. Nilikuwa nimejaribu sana mpaka sikuwa na simu, lakini hata kwa sasa sina simu hiyo ya kuingia site. Sasa nimejaribu kujiondoa. Nadhani that is the best thing also. Ukiwa hauna simu ya kuingia mtandaoni, hautapata ile hamu ya kujaribu kuchunguza na kuangalia mtandaoni kuna nini. So that is one step. By the way, umefanya vizuri, congratulations. It is one step of healing, but the most important thing sasa ni uone daktari akushauri. Sawa kakangu. Sawa. Na kuombea Mwenyezi Mungu akusaidie hilo pepo likutoke. Asante sana.